imefika, moyo umejaa hofu, lakini bado anasema watoto wangu watakula. Kodi imefika, pesa hakuna, madeni mlangoni, anabisha kila siku. Aliwalea kwa damu na jasho. Mbona upote mama? Mwanangu, usiku kucha sijalala na usikilizia mlango, japo hata mmoja tu anigongee mlango, lakini sikusikia sauti yoyote. Wako wapi? Kama ungeweza kuhesabu machozi ya mama, yangejaa bahari nzima. Usijali mama, mimi naamini huko alipo hapo sawa. Mama Omobi mwanangu, Omobi mwanangu, kidume wangu baba, kidume wangu. Usijali mama yangu, watakuwa sawa. Mama, hey mama, kama dunia ingeweza kusema, ingesimulia machozi yako. Daudi, nini mwanangu? Imekwaje? Omobi yuko wapi? Yuko wapi mwanangu Daudi? Mama, nimeibiwa. Umeibiwa? Omobi. Basi mwanangu. Basi Daudi, nyamaza, nashukuru. Hebu naomba nikaze kwanza. Sasa mpaka dakika hii unanichanganya. Omobi bado sijamuona mimi. Mama, na utungu. Na utungu mama. Na utungu. Najua hiyo baba. Najua. Lakini hili ndio fungu letu mwanangu. Mama, ndio kitu pekee ambacho mimi nimebakiwa nacho. Na ndio maana inatakiwa mimi nikifanye. Niliamini nitatoboa kupitia hicho. Nacho kinaibiwa. Nitapata wapi tena kazi mama? Na kazi hivyo kwa ngumu. Mama, mimi nitafanya nini sasa? Nitafanya nini mama? Nitafanya nini mama? Niambie nitafanya nini? Nitafanya nini? Kwani unafanya hivyo mwanangu? Unataka kuniweka roho juu baba? Wewe unafanya hivyo, mimi nifanyeje? Nifanyeje sasa mamako? Niende wapi mimi namba? Mama basi. Nifanyeje? Basi mama, wapitoa Daudi. Sikiliza mwanangu. Kumbuka mdogo wako mpaka sasa hivi sijamwona kwenye macho yangu. Daudi, unajua chochote kuhusu Omobi? Mama, sikiliza mwanangu. Niangalie. Wewe ni mwanaume. Kuibiwa sio kufeli maisha mwanangu. Nitapambana, nitakusaidia. Sawa mwanangu? Naomba tushirikiane kwanza, tumtafute Omobi. Umenielewa? Umenielewa? Wewe unafanya hivyo. Neema naye afanyeje? Neema afanyeje? Usimdharau mama yako, usimsahau alipokufikisha, kwa sababu dunia naumia. Mwanangu. Wanatabasamu kumio ikivuja damu, wanapigana vita ambavyo hakuna anayeviona kwa ajili ya watoto wao.
Mbona mtamu? Unapata? Unajikandamiza tu, hata kumpa mwenzio. Shika mwanangu. Kwa kumpendelea huyu mwanao. Wewe tena midevu yako. Huo ule na huku naanza kula. Huyu miwa umeiba shule hii. Anaona. Mimi tena mwanangu. Mbona kama huyu mmoja anakuja? Karibu. Asante. Shikamoo. Nimetuma nikuletee barua yako na ticha. Haya mama, nashukuru. Karibu sana. Haya. Neema, sema tunaweza kuongea? Neema rafiki yangu, kwani hujaja shule wiki nzima na sisi tunaenda kwanza mitihani? Acha tuloze rafiki yangu. Sina saa za shule na yule mwalimu alinirudisha. Ndio maana nipo tu hapa nyumbani. Nyumba yenyewe ndio hii. Inaonekana na maisha magumu. Ndio maana hana sare za shule. Kwani unasema hivyo? Huyu si mwenzetu. Hapana. Wapo sahihi. Kumbe hata mtu mwenye sare una. Njoo mtaani nitakupa sare. Ndio ashakuwa hayo. Tuondokeni. Bye. Kuwa maskini si maamuzi, lakini kuacha ndoto ni maamuzi. Kuna shida gani? Wameniambia maneno mabaya sana. Inaonekana maskini wetu sio kitu. Basi dada, unatakiwa kulia. Hilo tu ndio linakuumiza. Unatakiwa kuwa kwenye hali hii. Sawa. Neema, sikiliza mama nikwambie. Wewe unaelekea kwenye majukumu makubwa sana mwanangu. Sio kila neno baya linalokuja usoni kwako unalipokea kwenye moyo. Umenielewa mama? Mama, inaonekana sitaweza kuendelea na shule. Kwa nini unasema hivyo mwanangu? Mbona unakata tamaa mapema sana? Wiki ijayo wenzangu wanaelekea kwenye mitihani na mimi mpaka sasa sina sare. Usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Sawa. Tutapambana tuhakikishe unarudi tena shule na unaendelea na mitihani kama kawaida. Daudi, sijali sawa? Au nikupigie ujumbe? Dada, Simba Dangote. Sijali dada, sawa? Lai sasa. Kulia tu. Oga buju.
Karibu. Pita, mlango uko wazi. Oh, Rema. Karibu. Marhaba, mzima wewe? Karibu. Yahusu taarifa ya mwanafunzi Neema Paulo. Mzazi au mlezi wa Neema Paulo, tunapenda kukukumbusha kuwa mtoto wako Neema Paulo bado hajarejea shule kutokana na kutokuwa na sare za shule zinazotakiwa. Kwa kuwa kipindi hiki wanafunzi wanaendelea na maandalizi ya mitihani ya taifa NECTA, tunaomba ujitahidi kumpatia sare za shule mapema iwezekanavyo ili aweze kurejea shuleni haraka na kuendelea na masomo pamoja na maandalizi ya mitihani. Nimebadilika. Nataka pesa. Mimi nashangaa nini mama? Mbona umerudi hivi? Wewe nani kwanza? Tume. Hapo sikiza mbwa mimi. Maisha bila pesa ni sawasawa upo kwenye shimo ambalo hujui ni nani atakuja kukuokoa. Na ndio maana sisi tunapambana sana ili mradi tuheshimike. Si unanielewa? Huyu ni binti, ni mzuri, una muonekano mzuri, unapotia. Sasa nataka uungane na mimi. Uungane na mimi ili niweze kubadilishia maisha yako. Mimi sipendezwi na maisha ambayo mnaishi nyumbani kwenu. Maisha mnayoishi ni magumu mno. Na sasa wewe ni janja kuliko mama yako. Naliona hilo. Ningekuwa naweza kubadilisha mama yangu mimi aniusinge kwa haraka Mungu tena. Mama yangu angekuwa mbwa. Wewe kanisa mama yangu. Ani ukiniona tena siku nyingine usinifuatilie. Nisikize. Mimi nashinda kuelewa mambo. Nisikize mambo, mimi nashinda kuelewa. Mbona mbwa naona anataka ananipi? Mbwa anajua mimi. Mimi nashinda kumuelewa, nashangaa shobokea. Why always me? Mimi naishi maisha yangu akiingia siku mimi nashangaa sijui nini. Unajua kuna nini? Unajua nani anaweza? Nani? Watoto bomba. Ani leo mimi sikusikia chochote, nataka ndani. Ongea sauti leo watoto, leo bombe. Watoto bombe. Mimi kazi kuniambia mimi sitaki kusikia chochote kuhusu mimi. Akanya mdogo kunielewa. Kwa nini shika unajua singapi? Unatoka na gorofa kwa jana mimi kwenye gorofa kubwa
maisha yangu ya mbwa tu. Mambo nshike. Mimi nitamuumiza, unajua mambo mimi na bunduki kwanza, mambo mimi na bunduki mambo. Yani si nitumie kauli gani? Mama yako ni mwoga mno wa maisha. Hakutakiwa awe pale alipo. Nishamfuata mara kadhaa nikamwelekeza, lakini nahisi labda Mungu ndo amemwandikia hivi. Kwa mimi nataka nibadilishe maisha yenu kupitia wewe. Sawa kipenzi? Nataka niwatoe pale mlipo. Nataka nibadilishe lile gofu lenu pale. Siwezi kuishi maisha kama naishi mama yako, japo na mimi nilitoka huko, lakini nilipopata fursa nikaitumia fursa. Kwao nakuomba na wewe uichangamkie hii fursa. Una swali lolote la kuniuliza? Asante Zai. Mbona aliyenipigia simu na kunielekeza hapa alikuwa ni mwanaume, alafu nakuja hapa na kukuta wewe? Rema, vizuri sana, upo makini sana, nimekupenda. Yule aliyekupigia simu ni kijana wangu mimi, na mimi ndio nilimwelekeza kwako akutafute wewe. Kwa kuwa na amani, yule ni kijana wangu, nitakuwa naye hapa, na kuna mabinti wengine ambao wapo, nitashirikiana kwenye kazi. Ninachokuomba uwe na nidhamu kwa wateja, uwe mwaminifu na kumsikilize mteja wako nini anataka. Umenielewa? Nimekuelewa. Sawa, kwa hiyo endelea kunywa kinywaji, mambo mengine nitakuelekeza taratibu. Na imani wewe ni mjanja, utaelewa mapema tu. Sawa? Sawa. Wewe ni niembo sana. Naamini tutatoboa kupitia wewe. Utabadilisha maisha yenu kupitia wewe. Sawa? Enjoy. Nimepata pesa yangu. Mama, tafadhali tunaomba utupe walau hata siku mbili tatu. Tunaomba utupe walau hata siku mbili tatu. Tutakupa hiyo pesa yako. Tafadhali mama. Hapana, mama yenu nishamvumilia vya kutosha. Hapa ninavyotoka hapa naenda kwa mjumbe. Mobi! Haki ya Mungu hiyo ikangalinganiwa. Ninashindwa kuelewa. Tembea utakavyotembea. Kaa utakavyokaa. Ujue kabisa hii familia iko mikononi mwako. Kisha unafanya kitu mwanangu, japo unajua yaliyokutokea, lakini kichwa kinaniuma sana. Kichwa kinaniuma.